liko katika nyakati za nguvu. Kanisa liko katika nyakati za nguvu. Kanisa liko katika nyakati za nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa liko katika nyakati. Neno katika nyakati maana katika kipindi, katika majira, katika muhula. Kwa nguvu za Mungu. Hapa nianze kwa namna hii kwa kusema Mungu ana ajenda ya kinabii kwa kanisa lake. Mungu anayo ajenda ya kinabii kwa kanisa lake. Na mapema kabisa ninaomba ujue, ninaposema kanisa simaanishi majengo. Ninaposema kanisa simaanishi majengo, kwa sababu Yesu haji kunyakua majengo, anakuja kunyakua watu. Kwa hiyo kanisa ni mimi na wewe. Yesu akija haji kunyakua dhehebu au dini, anakuja kunyakua watu wenye vigezo vya kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa sio dhehebu, pamoja na kwamba kanisa linaweza likawemo ndani ya dhehebu. Kanisa sio dini, pamoja na kwamba ndani ya dini kanisa linaweza likawemo watu wake. Tunapozungumzia kanisa, tunazungumzia mwili wa Kristo, viungo katika mwili wa Kristo. Ni tofauti na dini. Dini maana yake hii jamii ya watu waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kutafuta Mungu kwa namna na kwa jinsi wanavyoona ni bora kuliko wenzao. Ndio maana ya dini. Ni jumuiya ya watu waliojikusanya, lengo kubwa ni kutafuta nani? Mungu, kwa namna na kwa jinsi wanavyoona ni bora kuliko wenzao. Leo ukienda ANC watakwambia hii ya kwetu ndio yenyewe. Leo ukienda Sabato watakwambia hii ya kwetu ndio yenyewe. Leo ukienda kwa Pentecost watakwambia hii ndio yenyewe. Leo ukienda kwa Roma watakwambia hii ya kwetu ndio yenyewe. Kila mmoja ana namna yake anavyoona, anavyofikiri, anavyofahamu kwamba mimi si kama yule. Sikiliza, kanisa ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Dhehebu ni mpango wa mtu kumtafuta Mungu. Watu wawili tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa, toa picha kwenye dhehebu, utapigwa chenga. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kanisa ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Dhehebu ni mpango wa mwanadamu kumtafuta nani? Mungu. Wanapishana. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu, Mungu amtafuta mwanadamu. Ndio maana Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Chapeni Bwana Yesu. Kwa hiyo hivi vitu ndani ya mwili wa Kristo usipojua
usipofahamu vinaweza vikakufanya ukaonekana umeshika sura kama umeshika kivuli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo tofautisha, kumbuka ni darasa, ni darasa sawa. Kwa hiyo lazima mtu mwingine niingie nikusaidie ili upate kujua utofauti wa vitu hivi, ili imani yako isiwe kwenye dhehebu bali iwe ndani ya Kristo Yesu. Tuko sasa, tuko sasa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo dini inaangalia kanisa, inatafasiri kanisa, na ndio tafasiri ni nyingi sana. Yaani kila dini ina namna yake ina miwani yake ya kuangalia Biblia. Unajua, ukivaa miwani nyeusi utaona mazingira ni meusi, ukivaa ndani ya kijani utaona mazingira ni ya kijani. Wewe unapovaa miwani ndivyo unavyoona mazingira tofauti. Sasa kuna miwani inaitwa miwani ya dini. Hiyo miwani ya dini utaona tafsiri kidini, lakini sio kwa picha ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuja katika mwili wa Kristo, ndio maana nikwambia kanisa liko katika nyakati za nguvu za Mungu. Hiyo ni ratiba ya Mungu kwa kanisa lake. Tena ndio maana anasema nitalijenga kanisa langu. Kanisa sio la mchungaji, kanisa sio la nabii, kanisa sio la maaskofu. Kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo, na Yesu Kristo ndiye anayelijenga kanisa lake. Tuko sasa. Kwa hiyo kuna mtu akumiliki kanisa. Kanisa linamilikiwa na Mungu, inamilikiwa na Yesu. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu, ni lake, amenunua. Mimi sijafa kwa ajili ya kanisa, sijasulubiwa kwa ajili ya kanisa, na ndio maana ni jambo la hatari sana kusema kanisa la fulani. Mchungaji hana kanisa, kanisa ni la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ratiba na kalenda ya Mungu, Mungu ana kalenda kwa ajili ya kanisa lake, na wale wa kanisa lake ndio watasikia. Wale wa dini hawawezi kusikia, kwa sababu dini imefuruga vitu vingi sana ndani ya mambo ya Mungu, imefuruga sana. Sasa Mungu anayo ajenda, Mungu anayo ratiba. Maanake Mungu amelichukua kanisa lake kuanzia lilianzisha kwa nyakati tofauti tofauti, kwa vipindi tofauti tofauti, kwa majira tofauti tofauti. Kanisa lake aliloanza kulijenga, kanisa lake alilolinunua, kanisa lake alilolipa gharama, akupewa bure, amelipitisha kanisa lake kwenye vipindi tofauti tofauti, vipindi tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Ndio maana nikasema Mungu ana ajenda za kinabii kwa ajili ya kanisa lake. Amelichukua kanisa lake katika vipindi na majira tofauti tofauti. Kwanza nimeanzisha si lake, amelipitisha kwenye nyakati tofauti. Kwa mfano, kuna nyakati Biblia inaitwa, kuna nyakati za mvua za kwanza, nyakati za mvua za kwanza. Alafu kuna nyakati amelipitisha kanisa katika mvua za mwisho. Alafu kuna wakati amelipitisha kanisa lake katika mchanganyiko wa mvua ya kwanza na mvua ya nini, ya mwisho. Ndio maana ujue kanisa lake kibibilia, sio kidini, ili kutengeneza tofauti wa hivi vitu. Kuna wakati amelipitisha kanisa katika zile mvua za kwanza ambazo ni mvua za awali, alafu kuna zile mvua za mwisho, alafu kuna kipindi alichanganya mvua za mwisho na mvua za kwanza, akazipeleka pamoja kwa ajili ya kanisa lake.
kuna kipindi ambacho kanisa lake au kuna siku ambazo kanisa lake limepita au linapita. Kwa mfano sema Zaburi 110. Zaburi 110. Ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Zaburi 110 mstari wa kwanza hadi wa 3. Sikiliza naposema. Nasema hivi. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyoosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. 3. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako, kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi unaoande wa ujana wako. Nataka uangalie mstari, watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako. Kumbe kuna siku ya uweza wake, siku ya nguvu zake, siku ya upako wake. Ndio maana nimekupa somo, kanisa liko katika nyakati za nguvu za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukivuka hapa umepita pakubwa. Ukishika hii ninayokuambia utakuwa pakubwa. Utaanza kutembea juu ya kila vipingamizi. Utaanza kutembea juu ya kila makatazo. Kwa sababu kanisa alitembea kinadharia, inatembea kihalisia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo siku za uweza wake au siku za nguvu zake au siku za upako wake ni kipindi ambacho Mungu anakiachilia kwa watu wake, watu wako waliokoka, waliozaliwa mara ya pili, waliomwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watajitoa kwa hiari katika siku za uweza wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumzia siku ya uweza, anazungumzia siku ya nguvu, anazungumzia siku ya upako. Kwa maana gani? Hizi ni siku ambazo Mungu anaziachilia kwa kanisa lake ili lipate kutembea na kutawala katikati ya adui. Angalia tofauti kati ya dini na neno. Ni siku ambazo kanisa linatembea, wamama wanatembea, vijana wanatembea katikati ya vichwa vya adui. Adui anasarenda, alafu wao wanapita. Adui ananyenyekea, alafu wao wanasimama na kusonga mbele. Ndio inakuja zile nyakati za wale waliopindua nini? Ulimwengu. Hizo ndizo nyakati ambazo kanisa lipo. Hizi ndizo nyakati ambazo kanisa lipo. Ndio maana niwaambia msitoke Yerusalemu, subirini ile ahadi kutoka juu. Alafu naambia mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Chapeni Bwana Yesu makofi. Kanisa liko kwenye nyakati za
mwisho ambayo inatakiwa itembee kwenye nguvu. Ninaposema kanisa, sizungumzii jengo, nazungumzia mimi na wewe. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Mimi na wewe tunapaswa kutembea katikati ya miliki za giza, tunanyanyua bendera ya damu ya Yesu. Adui wanasarenda. Ndio maana katika ile Zaburi 110, angalia anapotaka kusema ile Zaburi 110, ameeleza pale, ameeleza mstari wa kwanza, anasema neno la Bwana kwa watu wangu, ukete mkono wangu wa kuume hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu. Alafu anaunganisha mstari huo na nguvu ya Mungu na kuonyesha baadaye. Kwa hiyo sio nyakati ambazo zitakuja. Nisikia kuna watu wengine, nilicheka hapa leo nianguke, nikasema kukosa maarifa ni ngumu sana. Wanamsubiri Roho Mtakatifu, wanamsubiri Roho Mtakatifu, wanamsubiri Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishakuja siku nyingi, siku ya Pentekoste Roho alishamwaga kwa kila aminiye, anayetaka anapokea. Hatumsubiri Roho Mtakatifu, tayari yupo. Ni kuswitch off, ni kama mambo redio, unataka usikilize, switch off, washa redio ili upate Roho. Umsubiri tena, wala viambio wasubiri. Sisi tayari baada ya Pentekoste, tayari Roho yuko available. Mwambie yuko online, anapatikana muda wote. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo unapoona namna hiyo, Biblia inaeleza habari za nguvu zake, inaeleza habari za watu kujitoa, inaeleza habari za adui kuwa chini ya miguu. Sio huko, sio kesho na kesho kutwa, sio tusubiri watoto wetu wakiwaone. Tuko kwenye nyakati za nguvu za Roho Mtakatifu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni siku ambazo tunapaswa kutembea. Vijana wanatembea, wamama wanatembea, watu wazima wanatembea, wanapita kwenye mitaa, mapepo yanapiga saruti, wanapita kwenye vijijiwe, mapepo yanasarenda, wanapita kwenye miliki za giza, miliki za giza sarenda. Tatizo, usipojifunza vitu vya namna hiyo, utasikia shetani ana nguvu, alishaweka chini ya miguu yetu, anaoka. Ni swala la ufahamu na uelewa ya kwamba unazo nguvu za kukufanya ushinde na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tunakumbuka kwenye kile kipindi nasema wapindua ulimwengu. Watu wanatembea kwenye nguvu za Mungu, hata wakati mwingine wakifika kwenye maeneo hata haweza aombe, lakini mambo yanafanyika. Vitu vinafanyika. Ule uwepo wao, kwa sababu umefunikwa na nguvu ya Mungu, ule uwepo wao unakuwa ni tatizo. Kwa nini? Wana zile nguvu zinazofanya maadui wao chini ya miguu yao haraka. Wakati ninatoka Shinyanga, nilikuwa nawasimulia, nilikuta kituo kigumu, kila kitu kimekolapsi, ni mauaji, vifo. Uongozi wa kizamani ama Ukristo wa kizamani, Ukristo wa sasa ambao Mungu ametupa ni kutembea katika kubadilisha mazingira na kubadilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni Ukristo ule kuwa juu, sio kuwa chini. Ni Ukristo ule kutawala, sio kutawaliwa. Ni Ukristo ule kutiisha, sio kutiishwa. Wewe kila kitu unapigwa tu, unagonga tu, kila kitu unagonga tu. Wewe unajua umemwamini nani na wewe unakati gani? Sema hizi ni nyakati zangu za mwisho kwa ajili ya kusimama kama mtawala. Kanisa liko kwenye nyakati za mwisho, jiconnect na hiyo nguvu ili upate kuona mabadiliko.
Mtafundishwa habari za Yesu alienda Bethsemane, Yesu alienda Galilaya, Yesu aliponya. Mnabakia hadithi nyingi ambazo hazina uhalisia. Toka kwenye mipaka ya dini, ingia kwenye neno la Mungu upate kuona Mungu anapofanya kazi. Siku moja nilipatiwa na mtu mmoja kwenye pikipiki, alikuwa anatoka na mleta usawa walini fulani sipendotaki. Akaanza kunisimulia, unajua kwa mzee, unajua kule Brazili, Wakristo, sio nifanyaje, Wakristo, sio nifanyaje, Wakristo, sio nifanyaje. Alafu nikamwambia, wewe unasemaje? Ule uliona wamefanya, wewe kwako unafanyaje? Sio swala wanaposema juu ya Yesu, ni swala wewe unasemaje juu ya Yesu. Ndivyo alivyowaambia wanafunzi wake. Kwani mtaani wanasema mimi ni nani? Wakaeleza wakawageuzia kibao. Kwani nyie mnanisema mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Chapeni Bwana Yesu. Sio swala wanaposema tafuta wewe unasemaje juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona nile kwenye TV wanafanya swali ya uchawi na nini? Nimeona nimekutana na wale wachawi live. Sio nimeambia nyinyi mnaona kwenye TV nakutana nao live. Tuko sawa. Mwambie mwenzako kataa kuwa Mkristo wa hai. Wewe ni wa pekee sana. Mungu amewekeza ndani yako Roho Mtakatifu na nguvu zake kwa ajili ya kutawala na kumiliki kwa jina lake. Pigie Bwana Yesu makofi. Acha kataa unyonge, tumepewa nguvu. Ndio maana waliambiwa kwamba subirini ahadi kutoka juu. Hiyo kitu ikuti kwa nini? Ili kakwambia hadithi tu, lakini kwenye uhalisia ikuti hiyo, kwa sababu mpaka watu wanaamua kutembea kwenye uhalisia wa Mungu ndio wanataka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Subirini ahadi kutoka. Anasema nani mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi. Unajua maana ya shahidi? Shahidi maana yake kanisa linatembea, alafu kuna mahali Yesu anashtakiwa. Ushahidi ndio tunahama, anashtakiwa. Yesu akoi, Yesu anafika. Yule mtu anayefanya ushahidi maana yake anaona. Mtu anayetoa ushahidi maana yake ameshuhudia kwa macho. Mtu aliyebeba nguvu ya ushahidi maana yake anatembea thibitisho. Wakisema Yesu aponya, anasema itangoja pamoja, anaponya. Yesu anaponya hapo, mambo yanaendelea. Wakisema Yesu afungui, anayefungua, Yesu anafunga hapo. Shahidi ni anayetembea thibitisho vya kudhihirisha ya kwamba Yesu anaweza. Sasa hiyo ikuti kwa nini? Ile tunakwenda kusanyika hapa, ukiwa pamoja, tunamsubiri Roho nini? Roho alishakuja. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Hii kanisa linalotembea kwenye mtaa wako pale, unaanzia pale. Nguvu za Mungu tu zinaweza kusukuma ule mtaa. Unaenda kwenye kazi, ili uwepo wako tu, nguvu za Mungu zinazofanyika zinaathiri wale watu. Unaenda kwenye ofisi, ukifika kwenye ofisi, watu wenyewe wanaanza kujikanyaga. Ndiyo Mungu analenga juu ya kanisa lake na watu wanaomjua. Akifika mahali anasimama kama mtawala, si kihadithi, kihalisia. Chapeni Bwana Yesu makofi. Wakati mwingine nilitembea niko nafanya afu nikafika sehemu mgongo kapiga mara 3, alafu nikarudi nyuma, alafu nikaangalia, kumbe ndio sehemu ya vikao vyao wanaokaa hapo. Nikawa
Mtakatifu ni nguvu zilizo kuu zaidi ya nguvu zingine zozote. Wasikutishwe watakuuma. Kuna nguvu ya uhai ndani yako. Wasikutishwe watakuwa hawawezi nguvu za. Ndio maana Paulo anasema kwenye Efeso, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo hawape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake jinsi lilivyo, na ubora. Sema ubora. Wa ukuu, sema ukuu. Wa nguvu zake. Nguvu ulizopewa ni bora, hazifananishwi. Alafu ni kuu zaidi ya nguvu zingine zozote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa ili ujue hayo, lazima macho yako yafunguke. Bado ni kipofu, utakopa. Unasoma Biblia kwa macho ya dini. Utaona, lakini Roho Mtakatifu anaonyesha ya kwamba mtu mwenye nguvu ya Mungu ana nguvu zilizo bora zaidi ya nguvu zingine zozote. Tuko sasa. Kanisa haliishi kwa nadharia. Kanisa linaishi kwa uhalisia katika ulimwengu. Tuko sasa. Hivi wewe, mimi nimeona nasafiri na mtu mwenye mapepo anakimbia kiti. Nimeona nakutana na mtu mwenye mapepo hivi, hata kumtazama usimtazama. Wengine nimeona wanalia kama ndege. Ninakwenda Dar es Salaam, nimeona nafika Nzega, yule alikuwa amekaa siku moja na amekimbia kabisa. Amekimbia. Maana kikaa pale sijafukuza. Mimi niko tu sasa kaka ziki ya manto rika kama soto koro ndani kwa ndani, wala sipigi kelele. Atakaaje wakati kuna wananzengo, lazima viumane. Nimeona siku moja na faulisho, nimetoka kuomba na kuka ndio mama sasa kaingia sawa, alafu nikaingia kwenye bajaji nilikuwa nakuja kutoka Shinyanga na kuja, alafu tukafika pale Kagongo tukafaulisha. Mimi nikakaa mbele ya bajaji. Mbele ya bajaji, kwa hiyo nikakaa na dereva hapa na pengine wanakaa nyuma. Mara kafika kaona dereva anaanza Afrika mwangalia, huyu nafikiri ajenda chai. Niko kwa sasa ajenda chai. Baadaye kabla vinaweza kuumana. Hizo ni nguvu zaidi ya nguvu zingine zozote. Zikifika kama kuna nguvu ya mapepo inamezwa. Mtateseka mpaka mwisho wa dunia. Toka, ingia kwenye uhalisia wa utendaji wa Mungu na nguvu zake, ili upate kuona uhalisia wa Mungu anafanya. Ndio maana ajenda ya Mungu kwa kanisa ni kanisa litembee kwenye nguvu zake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nakufundisha mpaka namna ya kujaa hizo nguvu. Nakufundisha. Mimi nakupa tu kutoka roho ya kodoreo. Bwana Yesu apewe sifa. Nyakati za siku za mwisho ni nyakati za nguvu za Mungu ambazo ndizo tunazo sasa. Yohana anasema,
mafalme na hii falme ni mbele ya kazi. Hii falme gani ndio kwa kila siku? Wachawi wakija ndio kituo. Maisha hayaeleweki. Hii falme gani? Maana unapopewa cheo cha ufalme maana wewe ni sampuli nyingine. Maana una vitu vya kipekee. Kuna mbegu za kipekee ambazo zinakufanya kuwa mtawala katika maeneo. Ipo unakujua ama hawakujui, wanafanya kuwa mtawala. Wakati ninahamia hapa wamepata taarifa zangu, walikatika wakachukua karatasi wakaanza kupiga kura, hawanitaki. Lakini ndio ile sio nataka kaja, utafanya wewe ni moto. Kama Mungu ni moto, wewe ni mtoto wa nani? Wa moto. Wewe ni tofauti. Anza kuona tofauti. Anza kuwaza tofauti. Anza kuishi tofauti. Acha kuanza kwenye mtaa. Wajue kwamba wewe ni tatizo kwenye ulimwengu wa roho. Wala hitaji upigiwe nini yetu hapa. Wao ndio wanajua huyu ni tatizo. Hapa huyu ni tatizo. Wakitaka sikiliza. Wakati mmoja nilikuwa nikishambulia eneo fulani kwenye maombezi mjini, nilivyorudi nikasikia kama nasikia dhaifu. Alafu kwenye saa 9 hivi mchana nimejilaza, nusu nimelala nusu niko macho, nikaona wanazungumza sauti za watu zilikuwa zinatoka nikajua, lakini nikakuheshimu. Wanasema tuone sasa. Silikuwa nanifanya mjanja, tuone atatoka. So anaitaka ile jina lao, hawasemi jina la Yesu, na wakisema tu jina la Yesu haibu. Alafu nikaangalia, nikaona kweli niko kwenye nafasi. Sema huyu amepata hapa. Alafu nikamwambia, mimi sio sehemu yenu. Hata nikakaa huyu itakuwa tatizo kwenu. Nikastuka na nikapona hapo. Jitambue kwanza, ndipo uweze kutembea kwenye hii nguvu. Tuko sawa? Kulikuwa kuna mtu mmoja nilikuwa nikipita Marunga kule, mganga mmoja wa kienyeji. Unapita kanisani watu wachache, lakini kwa mganga wamejaa hivi. Unashangaa kuku yanachinjwa, mara kondoo, mara hivi. Sasa kuna nini? Yaani wana harakati nyingi pale kila siku. Sasa haiwezekani. Nikamwambia ni mambo moja, hebu tutembelee huyo mganga. Nikachukua damu ya Yesu nikaweka kwenye kitu cha kusema, nikachukua mfuko nikaweka mweusi ili wasione nini, alafu nikavaa manguo kama vile kichafu fulani, alafu nikatembea. Nilifanya nyuma kwenye saa 2 usiku, nikazunguka huko na chini ya damu ya Yesu kwenye misingi iliyobaki na ng'ombe pale, alafu nikazunguka nikafika kwenye nyumba nikasema ngoja niingie. Mwenzangu akaniambia toka kwenye nyumba, na nikaingia kwenye geti. Kwenda kwenye geti nikaona kuna vile vimisonge vile vya kiganga. Nikasema hapo nishike, mimi nitaenda hapo, maana ndio madhabahu hiyo, hapo ndio naenda. Nikaenda nikaanza kuspray huko ndani na baruni, spray na zote ni madhabahu, na sasa najua moyo huyu mganga ni hapo. Nikapiga na maliza tu, nikashaka huko nyuma yangu, nikaanza kuenda amekasirika. Baadaye jamaa mwenzangu kaza kusema nikisukuma ni mweo mweo. Sasa subiri wewe ukitoka, subiri wewe hazikupita wiki 2 akakimbilia Mungu yuko bora haliapa pale. Tuna nguvu zaidi ya nguvu zingine zozote. Ni wewe tu kujijui. Unakisha na kachawi tu ndio sasa kama kupisha nini aliyeko ndani yako ni nguvu yake. Wewe kama sio mawazo yako tu ni kushindwa, mawazo yako tu mapepo, mawazo yako
ili tupate kusimama kama watawala, tutembee tu juu ya magonjwa, tu juu ya wachawi, tu juu ya mateso na malaiko. Nikwambie hivi, Ukristo bila nguvu za Roho Mtakatifu ni dini iliyojaa kuchanganyikiwa. Ni dini iliyojaa confusion. Maana hujui ndio itakuchaji, hujui kesho itakuwa yaani huna uelekeo. Yesu alikuwa anasema utapokea nguvu akiisha kujia juu. Kwa hiyo kanisa la Kristo sio kanisa lililojaa nadharia, historia nyingi. Sisemi vibaya, nzuri, ama imejaa maneno tupu. Ufalme wa Mungu hauko kwenye maneno tupu, uko kwenye udhihirisho wa nguvu za nani? Chape Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi, hayo makofi hayatoshi, hayo makofi hayatoshi. Nimekwambia bila nguvu za Mungu, Ukristo unabakia dini iliyojaa kuchanganyikiwa. Wastahili kusifiwa, mazingira yanayokusumbua unaweza kubadilisha kwa ushindi wa nguvu zake, kwa ushindi wa nguvu zake. Hicho ambacho kimekushinda siku nyingi unaweza ukabadilisha, ukaanza kukishika kuanzia sasa kwa nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Kanisa halipaswi kuendelea na nadharia na maneno mengi yaliyotupu, bali litembee kwenye udhihirisho wa nguvu za Mungu, ili mtaani wajue Yesu yuko, kwenye kazi wajue Yesu yuko, kwenye biashara wajue Yesu yuko. Yeye aliye na nguvu ndiye anayetawala, lakini kama una nguvu utatawaliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
huwezi kushinda vipingamizi bila nguvu. Huwezi. Asivyoweza kuishi bila maji, na wewe tamani usitafute kuishi bila nguvu zake. Ukisikia ikamoni, maana utukufu unapigwa na adui mchana usiku. Mungu ametupa neema ya pekee, hatufa. Nitakwambia namna ya kutumia huo utaji kubadilisha mazingira ya maisha yako. Tuko sasa. Usitamani kuishi bila nguvu. Nguvu za Mungu ni halisi na zinafanya kazi. Acha mipaka ya dini, hutapata chochote. Mungu anaponya kwa jina la Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu anapokoa anaokoa kwa jina la Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu anapobariki anabariki kwa jina la Yesu kwa nguvu. Unaona, nguvu inaingia kama sehemu ya kuthibitisha hicho ambacho kinapaswa kutoka. Tuko kwenye nyakati za nguvu. Mwambie mwenzako, tuko kwenye nyakati za nguvu za Mungu. Mwambie tena. Mwambie hitaji sana nguvu za Roho Mtakatifu kujidhihirisha kwenye maisha yako, kujidhihirisha kwenye uchumi wako, kujidhihirisha kwenye biashara yako, kujidhihirisha kwenye familia yako. Usiwe tupu, tamani sana nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana utakuta Yesu ana nguvu za Roho Mtakatifu ndani. Ukianza kujifunza tabia za nguvu, alafu yule mama alitoka damu akamshika, alafu nguvu zikashift kutoka kwenye vazi la Yesu zikaenda zikamponya yule mama, alafu akajijua kwamba nguvu amepona, alipokea nguvu. Yesu alijua nguvu zimetoka, si ndio? Nguvu huwa zinapungua, lakini pia nguvu zinaweza kuongezeka. Yesu akusema Roho Mtakatifu amenitoka, alisema nguvu zimenitoka, alisema nguvu zimenitoka. Ndio maana lazima ili kusudi upate kuchaji nguvu, lazima mtu maombi. Kama nataka kuchaji na kuchochea upako wa Roho Mtakatifu, lazima kama nguvu ziliisha, maanake itakiwa tena Yesu aende kwenye eneo la kujazia nguvu ambalo ni eneo la maombi, kuweza kujaza tena nguvu ili atembee kwenye uwezo wa siku hii. Chapeni Bwana Yesu. Wamesema Kristo dhaifu. Wanafikiria wengi wa watu wanaotabia mbaya wanafanya nini? Hawana nguvu za kuwasaidia kubadilisha maisha yao na yapate kutembea kwenye ushuhuda. Hakuna. Yako tu wanajua nikiwa nasali pale hivi. Tafuta nguvu kwa ajili ya msaada wa maisha yako. Chapeni Bwana Yesu. Chapeni Bwana Yesu makofi. Wakati mwingine unaomba mpaka unaanza kusikia raha mwenyewe. Yaani kama vile gari inapanda milima, wakati mwingine unasikia moto unawaka, wakati mwingine unasikia mikono inawaka moto. Yaani kuna namna Mungu anajifunua tofauti
Mapepo yakija atakwambia usubiri kidogo niende huko afuta kukuta. Lakini akija nakuta umzungusha na nguvu kama moto. Sasa zingine kama mkono, sasa zingine kama upanga. Upako unajifunua tofauti. Kama rafiki zenu ni wachawi huko mbona ndio mnawauliza hivi mkija wao mnatukutaje? Kama tunakuja na shangaa nyumba yote ni mto. Tunashinda tunaingiaje? Sasa zingine nyumba tunawaka moto, lakini yeye hawaki moto. Upako unajifunua kwa namna hiyo. Chakula ni Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Sema ni nyakati zangu za nguvu ya Mungu. Ni nyakati zangu za nguvu ya Mungu. Ninaomba kuanzia sasa nguvu za Roho Mtakatifu zijidhihirishe ndani ya maisha yangu. Zibadilishe hali yangu. Zigeuze hali yangu. Zibadilishe safari zangu kwa jina la Yesu Kristo. Hizo nguvu zilipe utambulisho mpya kwenye ulimwengu wa roho. Sikiliza. Yesu alienda kwa nguvu za Roho, alienda Roho Mtakatifu alimpeleka kujaribiwa jangwani, lakini alienda nasema alirudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tamani nguvu, tamani nguvu, tamani nguvu, itaji nguvu, omba nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kumshinda shetani kwa kujidai nimeokoka. Tena mchungaji ana jina langu kwenye daftari lake. Hiyo haimtishi shetani. Shetani anatishwa na watu wanaotembea kwenye ufahamu, maarifa na nguvu za Roho Mtakatifu. Nasema hivyo kwa sababu mafundisho yanasikika mpaka kwenye mitandao huko na huko, ili watu wanaosikiliza wapate kujua, wajue tofauti kati ya dini na uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Bila nguvu huwezi kushinda. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kubadilisha mazingira yetu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kumshinda shetani. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kutiisha miliki zote za giza. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kubadilisha majina ya maisha yetu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kama Mungu asingeachilia udhihirisho wa nguvu zake, Israeli asingetoka Misri. Ilihitajika nguvu za kuweza kuwasaidia Israeli kutoka Misri. Ninakwambia kazi ya nguvu ni kudhihirisha. Ndio maana Farao alipigwa, ishara akapigwa, ya mwisho nguvu ikatumika kwa ajili ya kubadilisha kila kitu. Ikabidi asalende, ikabidi anyoshe mkono, ikabidi aseme, ikabidi aseme waende mkaniombee na mimi. Ilikuwa ni nguvu za Roho Mtakatifu kuingia kazini kwa ajili ya kulazimisha ushindi uliokuwa umeshikiliwa. Farao wako ni nani? Farao aliyekutesha kwa muda mrefu ni nani? Farao aliyekuzuia kwa muda mrefu ni nani? Unafikiri utatoka kwa maneno? Unatoka kwa kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Unafikiri utachukua kibandiko cha dini yako, unaandika dini yako ni Pentekoste, hapo utatoka, atakucheka, atagaragara, lakini bado atakushikilia. Lakini nguvu ya Mungu inaposhuka na kuja, lazima Farao anaachia. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila nguvu za Roho Mtakatifu kutumika wasikeruhusiwa. Bila matumizi ya nguvu za Mungu wangeendelea kuwa kwenye utumwa tu. Bila matumizi ya nguvu wangeendelea kuwa kwenye utumwa.
Yesu asifiwe. Amina. Muulize mwenzako, Farao wa maisha yako ni nani? Muulize tena, Farao wa maisha yako ni nani? Muulize tena, Farao wa maisha yako ni nani? Unahitaji udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulika na Farao. Unahitaji kujaa nguvu za Roho Mtakatifu kushughulika na Farao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hii haitokani na nadharia, kukariri vitu vingi cha kufanya kitu. Amemtishi shetani. Hawana mengi tutapanga kitu. Amemtishi shetani. Wala elimu, wala cheti. Hicho hakimtishi shetani. Shetani anababaika na watu wanaotembea kwenye nguvu za Mungu. Kwa sababu wanaotembea kwenye nguvu za Mungu, kutembea kwenye nguvu na kitu kuwa juu ya kila vipingamizi na vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unatamani nguvu? Unatamani nguvu? Kabisa. 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 Nitakusaidia ujue mpaka vitu vinabeba nguvu ya Mungu ni vipi. Kwa ukitembea kwenye hii uwezo wa kawaida. Baba yangu mbinguni, nipasa nishukuru. Singelikuwa ni wewe, nilikwambia kuna wakati unatembea katika nguvu ya Mungu, hata kuwepo kwako tu mahali inakuwa shida. Wala basi ndio pastor anapata. Angalia Yesu, yeye alikuwa na yake tu, anatembea zake kwenye huduma zake, alafu mapiga anapiga kelele. Mwana yanapiga kelele nini? Wakati mmoja nilikuwa nakutana na huyu. Sasa mimi matibu nilipokuwa natembea huwa ananena kwa lugha ndani. Nimekusogea nao hatua chache, walipiga kelele kama ndege, alafu nikurudisha nao pale, nikakuwa nikaangalia ile kakatu, nikajua wale mapindu ni shida, nasikuwa na wajua hata kidogo. Tamani kuwa mtu tofauti. Mungu usiwekeze nguvu zake bure tu ambazo zikusaidia kila siku na kugaragaza. Badilisha mambo, anza kugaragaza watu sasa kwa nguvu za Mungu juu yako. Tuko sasa. Nimekwambia unatamani kabisa 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 kabisa. Wewe ni kiumbe wa nguvu, na kama wewe ni kiumbe wa nguvu, manake lazima uwe na nguvu, lazima uwe na nguvu. Haleluya, 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 haleluya. Mwambie mwenzako, hizi ni nyakati zangu. Mwambie tena, hizi ni nyakati zangu. Mwambie tena, mwambie tena, mwambie tena, mwambie tena,
Mwambie tena. Okay. Nguvu zinapokuja, Zaburi 66. Ijaze na nguvu zako, ijaze na nguvu zako. Usitamani kwanza biashara. Ndio maana nimesema watu wako wanajitoa kwa hiari. Siku ya uweza wako haitangulii kwanza kujitoa, haitanguliza kwanza uweza. Ili nguvu ndio ufanye unajitoa kwa nini? Kwa hiari. Ndio maana mtapokea nguvu akisha kuwajulia. Haitangulii kwanza ili kujiletea kwanza nguvu. Katika utajiri usitafuta utajiri, tafuta nguvu za kufanya utajiri. Zaburi 66 mstari wa kwanza mpaka watatu anasema hivi: mpigie Mungu kelele za shangwe nchi yote. Mstari wa pili: imbeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake. Mstari wa tatu: mwambieni Mungu matendo yako yatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui zako watakuja kujinyenyekesha, watakuja kunyenyekea chini yako. Kinachofanya wachawi wanyenyekee, kinachofanya washirikina wanyenyekee ni nguvu za Mungu. Wingi wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako zinafanya adui yoyote yule aende chini. Unajua kunyenyekea? Hebu njoo, hebu kunyenyekea, njoo wanakuja ndivyo hivyo inavyokuwa kwako. Sio kama atakuja bure bure, atajaribu, atakuta umejaa nguvu za Roho Mtakatifu, umejaa, sio umejaa dini, umejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Adui lazima anajisalimisha tu, na iwe kwako kwa jina la Yesu, 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 na iwe kwako kwa jina la Yesu. Badilisha mazingira kwa kujaa nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui wanakuja kunyenyekesha chini ya miguu yako. Tuko sawa? Ndio maana nakwambia haya mambo ni halisi, sio nadhani. Unataka kitu gani kiwe chini? Mwenzako adui yako unataka akae chini, jaa nguvu, mwambie punguza maneno, mwambie punguza kamdomo, tafuta nguvu, mwambie tafuta nguvu, kaa kwenye maombi, sema na kuomba, soma neno na kutafakari, utaona mabadiliko katika maisha yako. Adui zako watashuka chini yako, wanataka hawataki, watashuka chini kiuchumi, kimaisha, kimahusiano, watakaa chini. Bwana Yesu, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, 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 haleluya. Mwambie mwenzako acha kuishi maisha ya nadharia. Mwambie mwenzako acha kuishi maisha ya nadharia.
Mungu anataka uishi maisha ya uhalisia. Wao wenyewe watasema ni mchawi. Huyu ni mchawi. Wataanza kusema mara Freemason. Ukishaelewa ndio maana. Sisi sio wa kawaida. Ukijua. Kwa hiyo Mungu anapoachilia nguvu zake ndani yako, maana anataka kutiisha kila adui anayetesa maisha yako. Iwe ni kiuchumi, iwe ni chochote. Kwenye kazi ya maana kuna adui anawanyenyekesha chini. Ule upako unasababisha wasalimu amri. Ule upako unawashusha tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa ili uwe na nguvu, tamani. Sasa ukisikia unaona kidogo tu, nguvu zinatosha, unatembea kwenye thibitisho. Nguvu za Mungu zinawafanya maadui wetu wanajisalimisha. Haya ni matumizi machache tunaweza kuambia kazi za nguvu za Roho Mtakatifu ni muhimu sana ndani ya maisha yetu, kama tunataka kudumu na kuendelea kwenye maisha ya mabadiliko. Nguvu zinapungua, unazitumia zinapungua, inabidi uzijaze tena. Ndio maana lazima uende kwenye sheni ya kiroho ya maombi kuja nguvu kila siku. Unafanya biashara yako ujaa nguvu. Ukienda kazini tumia masaa kuomba. Sisi wameshatumaliza kama sio nguvu za Mungu, wameshatufuta siku nyingi, lakini wanakomana ishu nyingine kabisa na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako tamani nguvu. Uweze kupewa kitu ambacho unatamani. Mwambie tamani nguvu za Roho Mtakatifu. Mwambie tamani nguvu za Roho Mtakatifu. Mwambie tamani nguvu za Roho Mtakatifu. Mwambie tamani nguvu. Sasa unaipata hapo. Mstari wetu wa mwisho ni Zaburi 105 mstari wetu kama mzee wa mwisho. Ndio sio mafundisho. Atupeani maupako hapo. Zaburi 105 mstari wa 4. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haitoshi tu kusema unamtaka Bwana, inaunganisha utake na nguvu zake, alafu imeunganisha kumtafuta Bwana na nguvu zake, imeunganisha na kutafuta uso wake siku zote. Kiu ya mambo ya Mungu ndiyo yanayotoa udhihirisho wa Mungu. Nguvu za Mungu hazishuki kwa mtu asiye na kiu. Mtakeni Bwana siku zote, ombeni siku zote. Sio mara moja umeacha, sio mara mbili umeacha, mara tatu utafuta uso wake siku zote. Sasa baada ya kaza inataka mtake Bwana, lakini sio tu Bwana, taka na nguvu zake. Mtake na nini? Taka na nini? Wakati mwingine nguvu ya Mungu inashuka kwenye kinywa changu, alafu natembea, maana naona ni moto unawaka ndani. Moto hivi vitu ni halisi. Mtu wa dini atapigwa chenga kubwa ya kushoto huko. Sasa tutakutana kwenye udhihirisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, Biblia inasema mtu akizimia siku ya tatu nguvu zake ni
Haisemi Yesu ni kidogo, nguvu zake ni kidogo. Ukikata tamaa, shida iko kwenye nguvu. Ukichoka, shida iko kwenye nguvu. Lazima ujue namna ya kudumisha hichi kitu. Mtafuteni uso wake siku zote. Wewe ni Mungu